mimi nilikuwa nina swali hapa, nataka kuuliza swali. Huwa msahafu au hiyo Qur'ani ya Amirul Mu'minin alayhi salam kama anavyosema Al-Khoi hapa, msahafu au Qur'ani wenye ziada ambazo hazimo katika Qur'ani hii tulionayo, msahafu huo uko wapi? Al-Khoi asema upo na ni jambo ambalo halina shaka ndani yake. Mimi nataka kuuliza mashia kabla hawajafika kuuliza maswali, na waulize na nyinyi mkawaulize huko kwao hata kama hawakuja hapa. Hivi huu msahafu anaosema Al-Khoi, Sayyid Al-Khoi, uko wapi? Tunataka kujua sisi msahafu huu uko wapi? Sasa hapa katika hili Al-Khoi kwa sababu hakupata namna ya kukwepa, ndio maana akaamua kuthibitisha yale mengine yanayoweza kukwepa mambo ya taharifu na nini, ameyakataa moja kwa moja kwamba hayo hayapo. Ile hizo hapana. Najua kwamba maulama wake au maulama waliomtangulia wamezungumza mambo haya kwa uwazi kabisa, lakini yeye tu akasema hakuna. Ameamua tu kama vile wanaofanya kina Bilal na kina Mayungu kwamba hamna hizo. Riwaya hizo sisi tusijui hizo, na hali kuwa ziko. Sasa mimi sitaki kusema kuhusu kupotoshwa Qur'ani kwamba nataka kumuuliza au kugagamiza kwamba Al-Khoi yasema hivyo. Al-Khoi anachokisema ni kwamba upo msahafu wa Amirul Mu'minin alayhi salam ambao ni Qur'ani ina ziada zenyewe sio Qur'ani, lakini ziada zipo kinyume na Qur'ani hii, na Qur'ani hiyo inatofautiana na Qur'ani hii tulionayo katika mpangilio. Mimi swali langu liko hapa, hiyo Qur'ani iko wapi? Maana Qur'ani ndio hii tuko nayo tuifanyia kazi, twaswali, twafunga, twahiji, twatoa zaka, watu watoa sadaqa, watu wafanya kadha, waamini kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake, na wanaamini qadar, wanaamini siku ya mwisho, wanaamini mitume, kila kitu wanaamini kwa mujibu wa Qur'ani hii. Sasa hiyo nyingine hiyo iko wapi? Hili ndio swali langu. Kwa hiyo naomba mlidhibiti, na hili nimeliuliza pia, nimetoa kama changamoto kwao, lakini hawawezi kulijibu. Mayunga yeye aliandika tukasema hii ziada hii msafu kwanza hamna Qur'ani ndani yake, na Abdul Nasir pia kasema hivyo, hamna Qur'ani, hamna hata moja ya Qur'ani, ni tafsiri tu za Ali bin Abi Talib na fiqh yake imetaja moja, maneno ya uongo. Lakini wanadanganya watu ambao si watafiti katika mambo ya dini. Namshika huyo mwingine hii kitabu cha Siyanatul Qur'an, Siyanatul Qur'an min at-tahrif, na mwandishi mshia akiitwa المحقق الشيخ محمد هادي معرفة. kitabu hiki kimetawanywa na muassasatu an-nashr al-islami ambayo iko chini ya jumuiya ya mudarrisin Qum, kimechapishwa Qum mwaka 1418 Hijria, na hii ni chapa ya pili. Muhammad Hadi Marifa ni kama Al-Khoi, yeye pia anapinga Shia kunasibishiwa msimamo wa kwamba wanasema Qur'ani imepotoshwa. Yeye pia anapinga kwamba hilo sisi hatuna, tusingiziwa, hizo ni kauli za baadhi ya watu wahuni. Yeye kataja kama wahuni. Huko ndani pia nimetaja kwenye kitabu hiki, nikanakisha kauli yake hiyo, nikajaribu kuchambua kauli yake. Ni wahuni kweli? Kikundi cha wahuni, yaani kikundi cha wahuni ndio wanasema kauli hiyo. Tulipoangalia wale watu katika Mijhar, tukaona kwamba si watu wahuni, ni maulama wao wakubwa ambao katika mambo mengine wanawategemea, lakini kwa sababu katika hili tayari watakujinasua hapa, tayari wameitwa wahuni. Katika anayosema huyu bwana pia nitakuwa na maswali.
Muhammad Hadi Maarifa anasema, hapa nimeandika kwa mpangilio mzuri, kwa hiyo nataka nifuate mpangilio nilioweka katika kitabu hiki. Katika ukurasa 269, katika ukurasa 269 huyu bwana anasema hivi: an-naw'u as-sadis. Kwanza an-naw'u as-sadis riwayatun waradat بشأن فساطيط تضرب بظهر الكوفة أيام ظهور الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما جمعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه خلاف الترتيب المعهود. نتفسير فيترجم من النهاية. محمد هذه معرفة لكم تندليا أين يسيطة sampuli ya sita. Kuna hadithi ilikuwa akizitaja zinazozungumzia masala ya tahrifi. Sasa akawa anajibu moja baada ya nyingine kwamba zimegawanyika katika sampuli kadhaa, kwa sampuli ya kwanza, sampuli ya pili. Sasa anajibu hadithi zilizokuja katika sampuli ya sita. Anasema aina ya sita ni zile riwaya zilizokuja kuelezea suala la fasatit, nyumba zitakazojengwa katika mji wa Kufa katika siku za kudhihiri Imamu Mahdi ajjala Allahu farajahu sharif, yani Allah afanye haraka kutoka kwake huko pangoni, atoke kwa haraka kwa ajili ya kuja kuwafundisha watu kuisoma Qur'ani kama alivyoikusanya Amirul Mu'minin alayhi salam. Kuna riwaya ambayo ni sampuli ya sita, ni zile riwaya zilizokuja kuelezea suala la fasatit, nyumba zitakazojengwa katika mji wa Kufa katika siku za kudhihiri Imamu Mahdi ajjala Allahu farajahu sharif, kwa ajili ya kuwafundisha watu kusoma Qur'ani kama ilivyokusanywa na Amirul Mu'minin alayhi salam. Pameeleweka? Sasa endelea kusema Qur'ani hiyo itakuwa ngumu sana hasa kwa yule aliyehifadhi Qur'ani hii ya leo. maneno haya, fa as'abu ma yakunu ala man hafidhahu al-yawm, Qur'ani hiyo itakuwa ngumu sana kwa yule aliyehifadhi hii Qur'ani hii leo. Kwa nini? Nasema li'annahu khilafu at-tartib, kwa sababu Qur'ani hiyo ya Ali iko kinyume na mpangilio wa Qur'ani hii iliyozoewa. Kwa hiyo ukijitia kimbele kuhifadhi Qur'ani leo, hiyo ndio kushinda. Wewe kaa hivyo tu kwanza, subiri hiyo. Ungana akaendelea akasema hivi, faqad allala, nilisema tangu juzi kwamba hawa jamaa wanazungumza maneno ya kufuru, alafu wanawasingizia maimamu, wanawasingizia kina Muhammad al-Baqiri, kina Jaafar as-Sadiq. Hii ni kawaida kwao. Sasa anasema hivi, faqad allala al-imam al-Baqir alayhi السلام وجه الصعوبة هي المخالفة في التأليف، أي النظم القائم بين سوره وآياته. nitaishia hapo kidogo nikitarjama afu nitaendelea. Anasema ametoa sababu Imamu al-Baqiri. Imamu wangapi huyo? Imamu wangapi al-Baqiri? Imamu wao sita, sio? watano. Imamu watano: Ali, Hasan, Hussein, Ali, Muhammad al-Baqir. Imamu watano. Anasema huyu imamu watano ametoa sababu namna ya hukumu utakaokuwepo katika Qur'ani hiyo ni kwa sababu ya utofauti wa muundo, tofauti ya muundo, yaani ule muundo uliopo baina ya sura na sura nyingine na aya na aya nyingine. Kwa sababu msahafu wa Amirul Mu'minin nasema ni anna mushaf al-imam Amirul Mu'minin alayhi salam kana ala adaq at-tartib wifqa ma anzala Allah تماما من غير تحويل
فلم يفته شيء من خصوصيات النزول زمانا ومكانا وموردا وترتيبا وغير ذلك من وجوه فهم الآيات عموما وخصوصا وما شابهها. معنى yake anasema kwa sababu msahafu wa imamu Amirul Mu'minin alayhi salam uko katika mpangilio mzuri zaidi, yani kushinda msahafu huu tulionao leo, uko sawa sawa na ulivyoteremshwa na Allah. Tukienda kinyume nyume hapa tukibadilisha tukipindua kwa maana, je, huo uko sawa sawa na ulivyoteremshwa na Allah? Je, huo katika mpangilio mzuri zaidi? Je, huu tena kwa ukamilifu bila kubadilisha kitu? Hawa ni katika watu wa kileo hao. Mashia wale wanazungumza maneno haya. Kwa hiyo hakuna kilichompita Ali bin Abi Talib miongoni mwa vile vilivyohusishwa na uteremsho kwa wakati, mahali, upokezi na mpangilio na mengineyo sio kwa hayo katika namna ya kuzifahamu aya kwa kuonea na kuhusishwa na mambo yenye kufanana na hayo. Na yote hayo yamethibitishwa katika msahafu wake Ali bin Abi Talib. Yasema kama hivi, atakutoka anasema hivi: walakin ala alhamish taban kama aslaf wa kama aslafu, lakini hayo yamethibitishwa katika msahafu wa Ali chini ya ukurasa. Kuna mambo yameongezeka lakini yameandikwa chini ya ukurasa. Kwa hiyo Qur'ani hiyo ambayo anasema iko nayo Mahdi ina hawamish, chini kuna maneno chini ya ukurasa ambayo Ali bin Abi Talib aliandika. Yote ni wahi, lakini ya juu ndio nas, ya chini ni katika zile hawamish na kufanua yaliyoko juu kwa mujibu wa maelezo Muhammad Hadi Maarif. Ni maneno kayatoweka tunga yeye. Akaendelea kusema: والأحاديث بهذا النمط غير قليل، وهي إن دلت فإنما تدل على اختلاف ما بين مصحفه عليه السلام والمصحف الحاضر. أما أن هذا الاختلاف يعود في نفسه أم في نظمه أم في أمر آخر فهذا مما لا تصريح به تلكم الأحاديث سوى الحديث الأول الذي نوهنا عنه فإنه صريح في وجه الاختلاف، وأنه ليس في سوى النظم والتأليف لا شيء سواه، فهو غير شاهد على تبيين وجه الاختلاف المنوه عنه في سائر الروايات. وهذا في مصطلح الأصوليين من الحكومة الكاشفة لمواضع الإبهام في سائر كلام المتكلم الحاكم. أنا سمع محمد هادي معرفة نندليها na hadithi za namna hii zilizokuja kuzungumzia kwamba kuna Qur'ani tofauti na hii si chache, ghairu qalil, si chache kwa maana nyingi, na zote zinaelezea tofauti iliyopo baina msahafu wake Ali alayhi salam na msahafu uliopo sasa. Ama kuwa tofauti hii inarudi kwenye maandiko au mpangilio au jambo jingine, hilo halikusema wazi katika hadithi hizi, isipokuwa hadithi ya kwanza ambayo tulitolea ishara. Hadithi hiyo inaelezea wazi wazi namna ya tofauti na kwamba hakuna tofauti isipokuwa katika mpangilio na utungo na si katika kitu kingine. Kwa hiyo ni ushahidi bora katika kubainisha namna ya tofauti iliyotajwa kwa ishara katika riwaya zote. Nayo ni kwamba tofauti iliyopo katika mpangilio wa maneno inatosha pekee kusababisha ugumu wa kusoma hiyo Qur'ani na ugumu wa kufahamu makusudio ya maneno, kwa sababu kunyooka kwa maana anaendelea kusema sasa kwamba hiyo Qur'ani itakuwa ni ngumu kuisoma. Kwa sababu kwa nini Qur'ani hiyo itakuwa ni ngumu kuisoma? Kwa sababu anasema walisu'ubati fahmi al-murad min al-kalam li'anna qiwam al-ma'na bidhati rahn an-nazm al-qa'im bayna ajza' al-kalam falaw ghayyara al-ma'na la mahala kama anna wad' al-jumal al-kalam al-wahid fi mawadhi'iha hasba irad al-mutakallim nutqi khayru معين على فهم مراد حيث القرائن الحاقة بالكلام إنما تصلح القرائن إذا وضعت حسب وضع المتكلم دون ما إذا غيرت عن مواضيعها الأولى سواء عن عمد أو عن اشتباه. طيب مين ده كتشكي من يومش وانبانا يزنقوم ده سنة؟ أنا سمع تنسامي كده يقول نكو سنة nataka tujenge maneno katika misingi sawa sawa. Wa baada fa in kanat mas'alatu an-nazm
تعد من أهم المسائل اللفظية الكلامية، وهي ذات صلة قريبة بمسألة الإفادة والاستفادة، فإن هذا مما يضمن وجوده بالنحو الأكمل في مصحف علي عليه السلام، وتعوزه سائر المصاحف على الإطلاق. هذا وقد ألف الجمهور هذا النسج الحاضر، واعتادوا عليه خلفا عن سلف طيلة عشرات القرون، فيصعب عليهم التعود على خلافه، ومن ثم فهم بحاجة إلى تربية وتعليم وممارسة مستمرة يقوم بها صاحب الأمر عند ظهوره إن شاء الله. haya amezungumza katika kuanzia ukurasa wa 271 mpaka 272. Nitawasomea maana yake. Ameanza kusema nao ni kwamba tofauti iliyopo katika mpangilio wa maneno inatosha pekee kusababisha ugumu wa kuisoma hiyo Qur'an, kwa maana kwamba Qur'ani hii tulionayo na ile iko tofauti. Hiyo Qur'ani mpangilio wake tofauti, na utofauti wake utaifanya kuwa iwe kusomeka kwake ni kugumu, na ugumu wa kufahamu makusudio ya maneno pia sio ugumu tu kwa kuisoma, hata maneno yake kuyafahamu inakuwa ni magumu, kwa sababu iko tofauti na mpangilio wa maneno kwenye Qur'ani hii tulionayo. Kwa sababu kunyooka kwa maana kumedhaminiwa na mpangilio uliosimama baina ya mafungu ya maneno. Yale mafungu ya maneno vile yanavyokaa ndio ambayo yatakupa uwepesi wa kufahamu au ugumu wa kufahamu. Utafahamu kwa wepesi au utafahamu kwa uzito kutokana na mafungu ya maneno namna yalivyowekwa. Na lau kama mpangilio wa maneno utabadilishwa, basi bila shaka na maana nayo itabadilika. Ikiwa hai Qur'an tuliyokuwa nayo mpangilio wake uko tofauti, hauko kama vile alivyosema Imam Ali Amirul Mu'minina, yeye amekusanya hiyo Qur'an kama ilivyoteremshwa na Allah tabaraka wa taala bila kubadilisha chochote. Kwa hiyo Qur'ani ile ilipokuja imekuja kwa utaratibu ule unaokubalika kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ufahamu wa Qur'ani ile au usomaji wa Qur'ani ile utakuwa ni mwepesi au tofauti na usomaji wa Qur'ani hii. Kwa maana hiyo pia kuifahamu Qur'ani ile inakuwa ni tofauti na Qur'ani hii. Wewe ukafahamu kwenye Qur'ani hii maana hii, kumbe ukisoma kule maana iko vingine. Wewe unasoma sura mathalan idha jaa nasrullahi wal fath, umeelewa tafsiri zingine kutokana na mafungu ya maneno yalivyokaa, lakini idha jaa nasrullahi wal fath hiyo ukiisoma katika msahafu ule utakuta pengine na maana tofauti kutokana na mafungu ya maneno yalivyowekwa. Unaelewa jamani, au maneno magumu? Ama baada ya maelezo haya, kama yakiwa masuala ya mpangilio ni katika masuala muhimu sana kimaneno, kwa kuwa ina ukaribu sana na masuala ya kuelewesha na kuelewa, basi fahamu kuwa jambo hilo limedhaminiwa kuwepo kwa namna ukamili ndani ya msahafu wa Ali, na msahafu yote inahitajia msahafu wa Ali. Naendelea. Na watu wengi wameshauzoea mpangilio huu wa msahafu uliopo, na wamelizoea hilo kwa kurithi waliokuja sasa kutoka kwa waliotangulia kwa kipindi cha makumi ya karne. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwao kuuzoea msahafu ulio kinyume chake. Hivyo basi watu watahitajia kupewa malezi, kusomeshwa, kufanya mazoezi ya kuendelea, na hilo atalisimamia mtawala Mahdi insha Allah. Mpo na maana malezi yataanza upya kuisomesha upya hiyo Qur'ani nyingine, na msomeshaji tuko Mahdi. Sisi tushangae kudra ya Allah, atushangae kudra ya Allah. Unaweza kushangaa Mahdi mmoja atakuwa anawasomesha wanafunzi wangapi? Wanasoma tabbat yada, kumbe kule tabbat yadani. Sasa ukisomeshwa hivi useme hivi, atangania mpaka uyote sawa sawa. Nitahitaji malezi ya kusomesha Qur'an, na jambo hili litasimamiwa na Mahdi mwenyewe. Sasa kuna haja gani kuisoma Qur'ani hii? Sasa mimi swali langu katika maswali nilionayo, na mara nyingi maswali haya yanauliza, ikiwa Qur'ani hiyo ishie imepangiliwa vizuri sana, je, hilo sio ishara ya wazi kuonyesha kwamba Qur'an tulionayo haikupangwa katika mpangilio mzuri? Na ikiwa Qur'ani ile imefikia kwenye kile kiwango kinachokubalika,
je Qur'ani hii itakuwa imefikia kiwango hicho? Na kama hii imefikia kiwango hicho kinachokubalika, kuna haja gani ya kuisifia zaidi Qur'ani hiyo kwamba ni zaidi ya hii? Qur'ani hiyo ya Shia iko sawa sawa vile alivyoteremsha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kauli hii inatufahamisha kwamba Qur'an tuliyo nayo Waislamu ina kasoro, haiko sawa sawa na vile alivyoteremsha Allah. Na kama sio maana yake watambie wanakusudia nini wakisema hivi kwamba Qur'ani ya Ali msahafu wale uko sawa sawa kama vile alivyoteremsha Allah bila tahwil, bila kupotoshwa. Wanakusudia nini wakisema neno kama haya? Aliposema kwamba Qur'ani hiyo haikubadilishwa kitu chochote, je, kwenye maneno haya tufahamu kwamba Qur'ani hii imebadilishwa au haijabadilishwa? Haya ni majibu wanatakiwa wawe nayo wao wenyewe. Ukisema kwamba Qur'ani ya Ali imejitosheleza, haihitaji Qur'ani nyingine, na Qur'ani zote zilizobakia zilikuwa zinahitaji Qur'ani ya Ali. Sasa sisi tunataka kuifanyia kazi hii Qur'ani. Qur'ani ya Ali iko wapi? Ili tupate ufafanuzi wa haki wa kweli. Pengine nyinyi mashia mko katika haki, maimamu kule wametajwa, sisi tunang'ang'ana tu huku. Tuonyesheni wa msahafu uko wapi kwenye hiyo Qur'ani ya kweli? Maana sisi tunasoma kwenye Qur'ani tunaona udhu umetajwa, habari za hedhi zimetajwa, yasalunaka anil mahidh qul huwa adha, hedhi, tayammum, hata kuwaua wanyama, habari za kuchinja, mambo mengine mepesi katika mjitama yametajwa, lakini halikutajwa swala la uimamu. Na ni swala zito katika masuala ya dini. Kwa nini? Sahihi. Alafu swala nyingine mimi ambalo nishangaza, ambalo amelizungumza huyu Muhammad Hadi Maarifa, amelizungumza Al-Khoury, anasema maneno yaliyokuwemo ambayo yameandikwa na Ali bin Abi Talib ni tafsiri tu, tena mengine yameandikwa chini ya ukurasa. Mimi nataka kuuliza watu, nani amewaambia maneno haya kwamba huo msamaha yake angeuona? Sio msafu uko pangoni na Imam Mahdi akitoka na kuwasomesha watu. Mkisema maneno haya kwa chini ya ukurasa, wewe utakwambia nani? Umeona? Una habari sahihi au ni rai yako? Inaonekana kwamba anatumia rai yake kutaka kufunga watu na kuwapiga chenga. Lakini haya ni maswali yote ambayo mashia wanatakiwa wayajibu. Kama kweli wao hawaitukani Qur'ani hii tuliyokuwa nayo, basi kwa nini wana kauli kama hii? Al-Asbagh bin Nabata anasema maneno haya yafuatayo. Siku moja anasema Asbagh bin Nabata kwamba nimemsikia sami'tu Aliyan alayhi salam yaqul ka'anni bil ajam fasatituhum fi masjid al-Kufa yu'allimuna an-nas al-Qur'an kama unzil qultu ya amir al-mu'minin awalaysa huwa kama unzil faqala la muhiya minhu 70 من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. أسبغ بن نبات anasema imepokewa kutoka kwa nimemsikia Ali alayhi salamu anasema mimi najiona kana kwamba niko na Waajemi, niko na Wairani, nyumba zao ziko katikati ya msikiti wa Kufa, wanawafundisha watu Qur'ani kama ilivyoteremshwa. Asbagh bin Nabata akasema nikamuuliza Ali, ewe amirul mu'minin, kwani Qur'ani hii si iko vile vile kama ilivyoteremshwa? Akasema hapana, yamefutwa majina 70 ya Makuraishi na majina ya baba zao, na halikuwafwa jina la Abu Lahabi isipokuwa ni kwa ajili ya kutaka kumwaibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni ammi yake. Ndio watu wana jina la Abu Lahabi pekee yake, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Wengine 70 wamefutwa wote kwa sababu ni baba zake, babake Umar, babake Abubakari, babake fulani. Kwa hiyo wamefuta majina ya baba zao, wameacha jina la babake Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake, ammi yake, ili kumtia aibu. Mambo yakifika kama hivi sisi tunatakiwa tuseme nini? Kitabu al-Ghaiba ukurasa wa 318. Sasa huyu Al-Khoury
acha kwanza habari za khoi. Hii ni tafsiri safi. Huyu ni mwanachuoni wa Shia, na kama tunavyoona wakimtaja mwanachuoni wote wenyewe pale mbele wanasema Allah aisafishe siri yake, qaddasa Allahu sirrahu. Mwanachuoni wakubwa, faqihu alfalasifa wa falasufi alfuqaha. Huyu jamaa katika tafsiri hii ni juzu ya kwanza, ina juzu 4. Hii chapa nilionao mimi ina juzu 4. Hii ni juzu ya kwanza. Mimi nataka mhukumu nyinyi sasa. Kwa hiyo sisi tunawazulia mashia. Asema hivi, aqul kwenye kurasa wa 40, aqul المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن هذا القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قولي أما tunapata faida kwenye kauli hiyo ni kwamba Qur'ani hii kutokana na habari zote zilizopokewa kutoka kwa ahli albayt ni kwamba Qur'ani hii tuliyokuwa nayo haiko kwa ukamilifu wake kama ilivyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal minhu ma huwa khilaf ma anzala Allah wa minhu ma huwa mughayyar ومحرف وأنه قد حذف من عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله wanaofahamu Kiarabu washajua uzito na ukafiri wa maneno haya. Sasa nafanya tarjama. Asema tumepata faida, ametaja habari nyingi, sasa mwisho anatoa kauli yake. Tumepata faida kutokana na huu mkusanyiko wote wa habari na nyinginezo katika riwaya zilizopitia kwa Ahlul Bait alayhimus salam, kwamba hii Qur'ani iliyomo mikononi mwetu si kamili kama ilivyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kuna mambo yaliyo kinyume na vile alivyoteremsha Allah, na kuna yaliyopotoshwa, kubadilishwa na kumeondoshwa vitu vingi mno katika hii Qur'ani iliyokuwa nayo. Kumeondoshwa vitu vingi mno. Miongoni mwa vitu hivyo ni jina la Ali alayhi salam, na neno Ali Muhammad limeondoshwa sehemu nyingi, na majina ya wanafiki pia yameondolewa katika sehemu zake na mingineyo. Na hii Qur'ani hii tulikuwa nayo haiko katika mpangilio ule unaomridhisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi na waulizeni Wakristo wakikipata kitabu kama hiki, Wakristo si wao katika dunia hii tunaishi sisi, au sisi tunaishi kwenye sayari gani? Tuko nao humu na hivi vitabu vimo. Wakikipata kitabu kama hiki, hii tafsiri safi wakiwa wanatembea nayo mkoa baada ya mkoa, sisi tuwajibu nini? Unasikia? Sasa wanawafungulia watu milango, lakini hawa sasa walijidhihirisha katika uhalisia wao katika kipindi cha daula ya Safawia, wakayasema, wakayatapika yale wanayoitakidi wao, wakayadhihirisha yale ambayo takia hairuhusu kuyadhihirisha kwenye kipindi kingine. Na waulizeni wana harakati nyingi mbalimbali, hizi maneno haya nyinyi mnayasemaje? Mnataka sisi tuamini hivi? Mnataka tuyanyamazie haya? Sasa haya yapo, na hawa wadai kwamba ni Waislamu, ndio sasa maswali yanakuja kwa wao. Kama wewe unasema kwamba unitakidi hivyo na wewe ni Shia, mimi Shia na siitakidi hivyo, je, ni nini itikadi yako kwa huyu anayetakidi hivyo? Ni Muislamu au kafiri?
utazama utaona kwamba unamheshimu, wamtaja vizuri. Kimtaja Umar wamtaja kwa chuki, kimtaja Abubakar wamtukana, lakini huyu wamsifu. Hebu pimeni mambo hapo. Kuna nini? Mnaelewa? Huyu anazungumza maneno haya kuitusu Qur'ani kwa Mashia atajwa vibaya au ni katika maulama wao mufassiqun? Maana kitabu kimechapishwa Irani, hakichapishwa Tanzania wala kuchapishwa Misri wala Saudia wala Yemen wala nchi nyingine. Ukasema watu wa madhehebu mengine wamewazuia, kitabu kimetoka Irani kwa haramu. Sasa huyu kwa nini ni Muislamu? Hili ndio swali langu. Basi ikiwa wewe hukubali, lakini je, huyu anayesema haya ni Muislamu? Nasema hii Qur'ani haiko sawa sawa kabisa. Hii Qur'ani ina makosa. Kuna majina mengi yameondolewa. Asemaye haya ni Muislamu? Huyu na anayekujulia Qur'ani sawa tu, bali huyu ni mbaya zaidi. Huyu anaharibu fikra. Na ikapembeni hiyo ni tafsiri safi kwenye ukurasa wa 40. Huyu ni mwanachuoni wao mwingine. Nimekusahau kitu kimoja. Huyu bwana baada ya kuisoma Qur'ani hii tulionayo akakitafuta kile kipengele cha makhalifa, akawatafuta Ali bin Abi Talib, hakutajwa Al-Hasan wal-Husayn wa Ali bin Husayn wa Muhammad bin Ali wa Jaafar bin Muhammad wa Musa ibn Jaafar wa Ali bin Musa wa Muhammad bin Ali mpaka mwisho. Wote hawakutajwa. Akasema majina yao yameondoshwa, madhalimu wameondoshwa majina. Sasa atamta wapi? Kwa akakimbilia kwamba Qur'ani imeondoshwa. Kwa hiyo anakuja na zile fikra za kisabaia kuitaka kuitia kasoro Qur'ani. Angalia hatari. Ndio maana tunazungumza tangu mwanzo, mtu atakasema kwa sababu sema hivyo, athari zake ndio hizi. Athari zake ndio hizi tunazotajwa kwamba kuna msaafu wa Amirul Mu'minin. Msaafu huo ni mzuri sana, umepangiliwa vizuri, una tafsiri nzuri, una hiki. Yote ni kutaka kugeuza akili za watu kwamba hii tuliyokuwa nayo hii ni temporary. Sinaelewa. Kwa hiyo itakuja hiyo nyingine yenyewe original. Wallahi anayezungumza maneno haya ni kafir. Anasema kwamba hii hapa hii ya muda hii, na wenyewe wanasema hivyo. Sisi tuisoma Qur'ani hii taqiyatan, hao maulama wao wanasema hivi, jamani sisi tusoma Qur'ani hii. Angalia Iran kuna msabaka, angalia wapi kuna msabaka, Mashia wamefanya msabaka wapi? Sio hivi na hivi. Qur'ani Salman Rushdie alipoitukana Mashia wametoka ngapi? Ni michanga macho tu ile, kiini macho. Watu wakufanya maandamano wa kwanza au watu wakutoa pesa mengi ili kuwaangamiza ni hawa. Utafuta Salman Rushdie, kufuru yake iko wazi. Hawa wanaochoni mnaodhamini vitabu vyao mkavitawanya, ndio hawa walikuwa ni watu wa kusimamishia hudud na ulimwengu ufahamu ubaya wao. Ni mng'ang'ania tu ukafiri wa Umar wana au fasiki wa Umar.